Ilikuwa ni asubuhi ya mvua na binti mdogo aitwaye Amani alikuwa akisafiri na wazazi wake wakitokea mjini kuelekea katika kijiji chao kilichozungukwa na msitu mkubwa. Walikuwa wakicheka, wakifurahi, lakini maisha yao yangebadilika milele kwa sekunde moja tu. Ghafla, gari walilokuwa wakisafiria lilipata ajali kwenye kivuko cha mto kilichokuwa na mafuriko. Gari lililobingiria lilijaza maji na wazazi wake walikuwa wamejaa maumivu na kupoteza fahamu. Amani alijikuta akielea kwenye mto uliojaa maji huku akiwa na majeraha, lakini aliweza kutoroka kwa juhudi, akijitahidi kutoka kwenye tope na maji yaliyojaa. Alijua alipaswa kuondoka haraka kabla ya maafa mengine kutokea. Alijua kuwa haja ya kuwaokoa wazazi wake ilikuwa kubwa, lakini alikosa msaada. Aliamua kukimbilia kwenye msitu wa giza mbele yake, akijua kuwa aliishi tu kwa matumaini. Alitembea huku akitafuta njia ya kupita, akiwa na wasiwasi juu ya hatari zilizomzunguka. Ilikuwa ni saa chache baadaye, Amani alipohisi kitu kilichokuwa kinamfuata. Ghafla aliguswa na upepo mkali na alikimbia kwa kasi, akijua kuwa anahitajika kuwa macho. Alikimbia kwa haraka kupitia vichaka, akijua kuwa aliingia kwenye milki ya wanyama wakali. Alikimbilia ndani ya msitu mnene, akajificha kwenye mti mkubwa, lakini alipokuwa anapumua kwa shida alikiona kivuli kilichokuwa nyuma yake. Hii ilikuwa ni mbwa mwitu. Moyo wake ulijawa na hofu kubwa, lakini alikumbuka kuwa hakuwa na uchaguzi. Aliamua kutumia akili yake ili kujua jinsi ya kujilinda. Alijua kuwa mbwa mwitu wanavutiwa na sauti, hivyo alijitahidi kutengeneza sauti za ajabu kwa kutumia mawe na matawi. Mbwa mwitu walikuwa wakiangalia kwa shauku, lakini sauti zile za mawe na matawi ya mti ziliwafanya warudi nyuma. Hapo Amani akapata unafuu. Ilikuwa ni muda kidogo kabla ya giza kutawala kabisa. Amani alikimbilia na kufika kwenye kambi ya wavuvi iliyo karibu, lakini alipokaribia aliona kivuli kingine. Akiwa na hofu zaidi, aligundua kuwa kulikuwa na chui mbele yake. Amani alijua kuwa ni lazima apigane ili kuishi, na alikumbuka somo alilojifunza kutoka kwa mama yake: kamwe usikubali kukata tamaa hata katikati ya hatari. Amani akaanza kukimbia kumfuata chui huku akipiga kelele kwa hasira. Hapo chui alishtuka na kumkwepa na kuchukua mkondo wa njia nyingine ya msitu. Amani alikimbia hadi alipofika kwenye mtaa wa mbali na hatimaye aliona mwanga wa kijiji kutoka mbali. Hapo Amani akaelekea hadi hapo na akapata msaada katika kijiji hicho na akawaeleza kilichotokea, nao wanakijiji wakaungana kuelekea sehemu ambapo ajali imetokea ili kuwaokoa wazazi wa Amani. Hata hivyo, wanakijiji walipofika eneo la tukio waliweza kupata mwili wa baba yake Amani akiwa ameshafariki, na pia wakampata mama yake Amani akiwa bado hai lakini kapoteza fahamu kutokana na majeraha ya ajali. Amani alilia sana kumpoteza baba yake mzazi. Na huo ndio mwisho wa kisa cha binti Amani. Usisahau kulike na kusubscribe channel yetu. Asante.